Mimi naitwa Dr. Isaac Maro, mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya AfyaCheck, ambao ni watekelezaji wa mradi unaofahamika kama Kijana Togora Tunakusikiliza, mradi mahususi wa mabadiliko ya tabia kwa vijana uliolenga vijana wa umri wa kuanzia miaka 11, yani vijana walikuwa katika umri wa balehe mpaka wa miaka 35. Mradi huu unatekelezwa chini ya Tanga Yetu Initiative, lakini ikiwa unafadhiliwa na Foundation Botna na kusimamiwa na Innovex. Mradi huu unalenga kubadilisha tabia za vijana katika maeneo makuu matatu: eneo la afya ya uzazi, eneo la afya ya akili, na pia eneo la matumizi ya madawa ya kulevya pamoja na pombe. Takwimu zinaonyesha vijana wa mkoa wa Tanga wanapitia changamoto nyingi sana zinazohusiana na haya mambo matatu, na AfyaCheck tulifanya utafiti kwa vijana wa Tanga mjini waliokuwa shuleni na waliokuwa nje ya shule, na kufahamu hasa katika maeneo haya ni changamoto gani hasa ambazo zinawakuta na kwa nini zinawakuta. Na baada ya hapo kwa pamoja tukatengeneza sasa utaratibu wa kuweza kuwasaidia, na ndio tukaja na mradi huu ambao unaitwa Kijana Togora Tunakusikiliza. Togora ni neno la Kidigo likiwa linamaanisha zungumza. Kwa hiyo kikubwa tunachokuja kukifanya hapa ni kuzungumza na vijana na kuwasikiliza na kuwatafutia fumbuzi ambazo zitatokana na wao wenyewe. Ni mradi wa vijana kwa vijana unaotekelezwa na vijana, unaolenga vijana wa Tanga mjini, kata zote 27. Na katika huu mradi huu tutakuwa tuna programu kuu nne. Programu ya kwanza ni programu ambayo tutatembelea vijana wote waliokuwa nje ya shule kwenye maeneo wanayofanya shughuli zao, maeneo ambayo yanakusanyika, ambayo hii inaitwa Kijiwe Mwendo, ambayo hii tutakuwa tunatembelea vijana na kuzungumza nao popote walipo katika maeneo ambayo yanatafuta riziki na maeneo ambayo wanapumzika na kuzungumza na wenzao. Na hii ni kwa sababu tumejua kwamba vijana ni ngumu sana kujitokeza kuzungumza mambo yao, kwa hiyo tunawafuata walipo. Lakini pia kuna programu ambayo hii inalenga kuangalia mila, desturi na tabia na mapokeo ambayo yapo Tanga na ni ya wenyeji, ambayo kimsingi labda ni maeneo mazuri ya kuzungumza na vijana namna bora ya kujenga afya zao kwenye haya maeneo matatu, na hii itaitwa Kijamvi Salama. Na hii ni programu ambayo itasimamiwa kwa nguvu sana na mama yetu, msaikolojia wetu, sinamuita msaikolojia wa taifa, anti Sadaka. Lakini pia tuna programu ya kuwasaidia vijana, kuwajengea uwezo kwa kuzungumza nao, kwa kuwaletea wataalamu mbalimbali ambao watazungumza nao, wataalamu wa IT, wataalamu wa ufundi, wataalamu wa ujenzi ambao watazungumza nao. Lakini kubwa na ya mwisho kabisa ni programu mahususi kabisa ya kijana kuzungumzia changamoto zake na kupata suluhisho zinazohusiana na masuala yake ya kiafya, ambayo hii sasa haitohusisha kukutana na mtu. Hii tunaita AfyaCheck Chatbot. Hii ni programu maalum kabisa ambayo itakuwa kwenye simu za vijana wa Tanga. Watakuwa na uwezo wa kutuma ujumbe kwenye namba maalum kabisa ambayo ni kwa wao vijana, na katika hii namba watakuwa wanapatiwa majibu ya maswali yao bila kuonana na mtu, kwa namna ya kwamba, kwa sababu tuligundua pia vijana wengi wanapata changamoto kwenda kuongea na mtaalamu wakiwa wanamuona, wanashindwa kuzungumza maswali yao ya siri. Kwa hiyo tumewatengenezea programu ambayo watazungumza na mtaalamu ambaye haonekani, wao hawamuoni, wataweza kumuuliza maswali yao, na hii ni programu maalum kabisa kwa ajili ya vijana hawa wa Tanga. Kwa hiyo hizo ndio programu ambazo zipo chini ya mradi huu wa Kijana Togora Tunakusikiliza, na tunatarajia kuanza rasmi sasa, na tutaendelea nao huu mradi mpaka mwishoni mwa mwaka wa 2026, Mwenyezi Mungu akijalia. Kuna miradi mingine ambayo tumeendesha kwa ajili ya vijana ambayo ni inayohusu kilimo, mifugo na uvuvi. Tunafanya haya yote kwa sababu tunataka kuongeza fursa au kuwapatia vijana wa Tanga fursa ambayo wanaweza kuwa na maisha bora baadaye. Kwa nini tumefanya huu mradi? Katika utafiti wetu tuliofanya kwenye awamu ya kwanza ambao ulijikita zaidi kwa vijana waliokuwa kwenye shule na ambao wako mitaani, tukaona kuna matatizo mbalimbali, mengine ni makubwa na ya kutisha. Miongoni mwa hayo matatizo tukaona kuna tatizo la mimba za mapema. Tukaona kuna tatizo kubwa sana la watu kutumia madawa ya kulevya, na hii inaendelea hususan kwa vijana, kwamba Tanga
nafikiri ni kama sio ya kwanza, ya pili kwa matumizi ya madawa haya ya kulevya. Lakini kitatu kingine kabisa ambalo ni muhimu ni swala la afya ya akili. Tumeona afya ya akili ni jambo ambalo lenyewe linatokana pia na matatizo mbalimbali. Mojawapo ni matumizi ya haya madawa ya kulevya, lakini nyingine kuna sababu mbalimbali ambazo zinatokea katika ngazi ya familia ambayo inawafanya vijana wetu au pia wazazi wetu kuwe na tatizo kama hili. Kwa hivyo tukaona tuna haja ya kuja na mradi huu wa Togora ili kuweza kuona ili tuweze kusahihisha au kuweza kuhakikisha kwamba tunaleta mabadiliko chanya. Mabadiliko yenyewe ambayo tunayakusudia ni yale ambayo yatagusa washiriki moja kwa moja. Ni tofauti na kwamba ukisema afya ya uzazi unafikiria zahanati na hospitali pekee. Unaona kwamba kuna haja ya kuna umuhimu mkubwa wa kuwekeza mkazo zaidi kwenye swala la kuzuia matatizo kama haya yasiweze kutokea, na sehemu nzuri ya kuzuia ni kwenye ngazi ya familia. Lakini pia tumeona kwamba kwenye masuala ya afya ya akili na madawa ya kulevya yanawahusu wote, vijana waliokuwa kwenye mashule na waliokuwa nje ya mashule, na wale ambao wako nje ya shule wana tatizo kubwa sana kuliko nyinyi ambao mliokuwa shuleni. Ndio maana tumeona pia kuna umuhimu mkubwa sana kuwashirikisha wale vijana wengine wanaokaa vijiweni ili huduma kama hizi ziweze kuwafikia vijana. Awi basi, nashukuru sana kwa Afya Tech. Kwa niaba ya mkuu wa polisi wa wilaya ya Tanga, tunashukuru sana kwa kutualika nasi tujumuike katika swala hili. Sisi jeshi la polisi, kuhusu masuala ya hii namba 3 ya matumizi ya dawa za kulevya, tuna mradi unaitwa Mngolika. Tunapita kwenye mashule mbalimbali kwa ajili ya kutoa elimu. Kwa hiyo tunashukuru, tutaungana kwa pamoja na nyinyi pia kwa ajili ya kutoa elimu. Maana hii Tanga yetu vijana wengi wameathirika na dawa za kulevya.